Jamani, kaka yake huyu binti alibaka, alafu binti akamfichia siri. Sasa hii anakuambia hiyo siri inamtafuna, na kinachotokea sasa hivi ni kwamba hajui aanzie wapi. Ule dada anakuambia wao wamekulia kijijini, yani wamekulia kijijini, walikuwa na maisha tu ya kawaida nini, wameishi maisha hayo, na wakati huo walikuwa wako very humble, kwa sababu unajua maisha, yani unajua kuwa na maisha magumu, sijui kwa nini watu wengi wenye maisha magumu wanakuwa very humble. Babake alikuwa ni mtu ambaye anachimba huko madini. Ikatokeaga akawa amepata kibunda. Wakahamiaga mjini, sio mjini huko, mjini kwa huko mkoa wanapoishi. So baada ya kuhamia hapo wakawa maisha yamebadilika kidogo, wakaanza kuwa na maisha mazuri nini hivyo. Wakawa wanakaa sasa na wafanyakazi. Anakuambia wafanyakazi ambao walikuwa wanaletwa, walikuwa wanatoka wafanyakazi wadogo. Sijui shida ni nini, kwa nini watu wengi huwa wanapendaga kuchukua wafanyakazi wakiwa wadogo sana. Kwa hiyo anakuambia walikuwa wanakaa na wasichana wa kazi wakiwa wadogo. Na anakuambia pamoja na kwamba alikuwa mdogo, lakini alikuwa anajua kabisa kwamba kaka yake alikuwa na tabia kuwabaka wale watoto. Sio, naelewa vizuri, maana sidhani kama hata nikufanya mapenzi, kwa sababu sidhani kama wale watoto walikuwa wanajua ni nini kinaendelea katika ulimwengu wa mapenzi. Maana walikuwa ni wadogo, miaka 10, 12 hivyo, hawajafika hata miaka 15. Kwa alikuwa anajua kinachoendelea. Anakuambia kuna kipindi kuna mmoja akaletwa, yule alikuwa mdogo kabisa, yani ni mdogo kabisa, akaletwa. Yule binti alivoletwa pale, kaka yake akaanza hiyo tabia. Sasa sema alivyomfanya mara ya kwanza, binti watu maskini ya Mungu, sijui ndio hivyo, alikuwa hajazoea, bado mdogo, akawa ameumia, akawa analia. Kesho yake asubuhi akaamka akiwa anaumwa, macho yamevimba, uso umevimba, hawezi hata kutembea vizuri. Huyu dada akamuuliza kuna nini, kwa sababu alikuwa tayari anajua tayari wakati huo kashakuwa, alikuwa kashajua kabisa kilichotokea. Alikuwa anajua kabisa kilichotokea, sio, unanielewa vizuri. Akamwambia umefanyaje? Huyu binti akawa anaogopa kumwambia, yani unajua anaogopa, yani unajua ni ule uoga tu wa maisha, kwamba hawa watu wana maisha ya kishua, labda nikiongea itakuwaje. Kwa yule binti hakumwambia, akawa anaendelea yuko hivyo. Kakake akawa anaendelea kumfanya. Sasa anakuambia mwisho wa siku ilikuwa akipita karibu na huyo binti, anasikia kuna kiharufu kibaya kinatoka kwa huyo binti. Akawa anamwambia huyo binti, hebu oga, kwa sababu yani unanuka nini, oga. Akawa anamletea visabuni ya oga, mwenyewe akawa anakuambia mara kwanza nilikuwa hata sijajua kilichotokea. Akawa anaoga lakini hakuna. My friend, ndio kukaa na yule binti vizuri chini kumuuliza, kwani inakuaje, mbona nasikia kuna harufu? Akasema ngoja labda niende nikamuogeshe yule binti. Anakuambia yule binti alipovua nguo, my dear, chini kuko kama kunatoka usaha, kumevimba mbele na nyuma, kote kumevimba, kumeharibika. Yani yule binti kaharibika, ni kwamba yani alivyofanywa mara ya kwanza ukabaki na kidonda, kile kidonda hakikukauka, kwa hiyo akaendelea kufanywa, kwa hiyo akaendelea kuoza kule chini. Anakuambia kulikuwa kunatoa harufu mbaya, utafikiria yani sijui ni kitu gani, yani kama marehemu ambaye amekufa, yani kiasi kwamba kwenye ile chupi aliyokuwa amevaa alivyovua kulikuwa kuna kama vinyamanyama ambavyo vimeonza, vilikuwa kwenye ile chupi. Akamuuliza yule binti, kwa nini usingeniambia? Akawa anamwambia nilikuwa naogopa, kwa sababu na kweli yule dada anakuambia nilikuwa mkali. Yani anakuambia pamoja na kwamba nilikuwa namuuliza yule binti kwa nini hukuniambia, lakini muone nilikuwa najua kwamba yule binti hakuweza kuniambia kwa sababu mimi nilikuwa mkali. Yule binti alipotoka hapo akasema akamchemshia maji, akaenda kumnunulia deto, akamwambia aoge, akaoga, akajisafisha, lakini yule binti bado akaendelea kuwa vile vile. Afu sasa akaanza kuumwa, yani afya yake ni kama ikaanza kudecline, akawa anaumwa, anakuwa tena hayupo kwenye mood. Ikabidi aende akamwambia mama yake. Akaenda akamwambia mama yake akamwambia huyo msichana atakuwa anadanganya, huyo binti atakuwa anadanganya. Kwanza mimi mabinti wa kazi ambao ni waongo mimi sitaki, huyo binti atakuwa anadanganya. Binti akangangania akamwambia hapana mama, sio uongo, kwa sababu huyo binti mimi nimemwangalia huko chini, ni kweli ni kama kaoza. Akamwambia atakuwa amekuja na maradhi yake, wewe atakuwa kaja na maradhi yake kutoka kijijini, kwa sababu sasa hivi tuna hela, wanaona waje watu naniliu. Lakini huyo binti anakuambia wakati mama yake anamwambia vile, alikuwa anaona kabisa kwamba yule mama alikuwa anajua ni ukweli, kinachoendelea mle ndani ni ukweli. Sema yule mama tu ni katika ile kumlinda mtoto wake. Wameendelea, mara akashangaa akaona tumbo la binti limeanza kukua, maidia. Tumbo limeanza kuwa kubwa. Binti anaumwa, binti yuko kapooza, lakini tumbo linakuwa kubwa. Akakaa na yule binti chini akamuuliza tena. Binti akamwambia mimi sijui, kwa sababu binti kweli hajui hata miaka 10 sijui kama alikuwa kafikisha yule binti. Haelewi kinachotokea, maskini ya Mungu, anaona tu mwili unabadilika. Binti akaenda kukaa na kakake kikao, akamwambia kaka, hapana, haya mambo unayofanya ushafanya sana, lakini kwa hiyo binti ni too much. Unamfanya binti watu nyuma na mbele, alafu kaharibika hivyo, alafu nahisi ana mimba, kwa nini usiache? Kakake akamwambia wewe, mimi sijui. Kama wewe binti akakwambia mimi sijui nimemfanya, atakuwa anafanya umalaya wake huko, anakuja kunisikiliza. Lakini huyo binti anakuambia moyoni mwake alikuwa anajua kabisa kwamba yule binti kakake ndo anayemfanya hivyo, kwa sababu hata usiku alikuwa anasikia kakake anatoka chumbani kwake anaenda, na uhakika hata mamake pia alikuwa anajua. My friend, kesho yake yule binti hajaamka.
Anashangaa kwa kwenda hiyo siku alikuwa hawaendi shule. Anashangaa binti mbona hajaamka, ndio yule dada kwenda kule chumbani my friend kumkuta yule binti wa watu damu kitandani, kumetoka damu, yani nakwambia hivi kumechafuka damu kama kuna dimbu, yani kama mtu kaja na ndoo ya damu akaimoga pale kitandani. Ndio kumuuliza binti imekuaje, akamwambia kaka yako jana alikuja na dawa akanipa, akaniambia ni meza zitatoa hii mimba. Kumbe una mimba ndio. Mbona sasa ulikataa kuniambia? Akaniambia kaka yako aliniambia nisiseme. Kampa binti watu dawa za kutoa mimba bila hata uangalizi. Binti mdogo maskini ya Mungu ndio kwenda kumkimbilia mamake, kwenda kumwambia mamake, please mama, huyu mtoto atakufa, muda utakuja utapata kesi. Mamake akamwambia huo muda kwenda kumpeleka hospitali mimi sina. Akawapigia simu ndugu zake, akawapigia ndugu zake, wakaja kumchukua ile binti. Yule mama wa yule binti alikuja akiwa na, yani yule mama alikuja akiwa analia kwa sababu aliambia mtoto wake alikuwa anaumwa, lakini hakuambiwa anaumwa nini. Lakini unaambia yule mama alivyofika akaona hali ya mtoto wake, akaingia naye ndani, naona akaenda akamkagua, akamuona hali yake jinsi ilivyo, harufu inavyotoka, bado kabebeshwa mimba, alivyo amepauka, amekuwa sijui ajabu ajabu. Yule mama alilia kilio kile kikilio ambacho mpaka unasema Mungu wangu hichi nini, alilia kile kilio cha uchungu. Akamuuliza yule mama, akamwambia hivi ndio nilikupa mtoto wangu. Mama mtu akasema hujanipa wewe, ulinipa mtoto wako, kama mtoto wako ni malaya mimi nifanye nini? Mtoto wako mwenyewe kaenda kafanya umalaya huko, afa anataka kutoa mimba, anataka kunifia ndani kwangu, mimi nifanye nini? Yule mama akamuuliza huyo mama mwenye nyumba, una uhakika? Akamwambia mimi na uhakika mtoto amekuja na umalaya wake huko Misri. Yule mama akamwambia nashukuru sana, akapiga magoti akamwambia nashukuru sana. Akambeba yule binti akaondoka naye. Sio, unanielewa vizuri, akaondoka naye. My friend, yule binti alivyoondoka, kwa sababu sio kijiji cha mbali, ni mali, yani wanapoishi wao ni mjini, alafu mtoto alikuwa katoka kile kijiji ambacho alikuwa anakaa mwanzo. Baada ya wiki wanakuja kupata taarifa kwamba yule mtoto amefariki. Alikuwa anatoa ile mimba, kumbe ile mimba haikutoka, ikakaa kwenye kizazi, ikawa imeharibika, ukichanganya na ule uozo uliokuwa umeonza, jinsi ya kufanywa mbele na nyuma. Alikuwa kashapata sima PID, sima kitu gani, nakwambia ma complication, ikapelekwa hospitali, pesa hakuna, ndio hivyo yule binti akawa amekufa. Unaambiwa baada ya hapo walikaa tu mwezi, kaka yao akaanza kuongea mwenyewe. Akaanza tu kuongea mwenyewe, akawa yani anaongea vitu ambavyo havieleweki, akipewa chakula wakati mwingine anamwaga, wakati mwingine anaanza kupiga watu, anawakimbiza, mara anaanza kuona vitu vya ajabu, akaanza kumuita yule binti. Mary, kumbe umerudi hapo, njoo basi tukae hapa rafiki yangu, njoo tukae tuongee. Watu wanashangaa, Mary yupi? Yuko hapo na tumuone Mary, unamuona mwenyewe. Wakimwambia hivyo anakasirika na kumwambia, wakimwambia hivyo kaka anabeba marungu na kuambia anataka kuwapiga watu na kuambia inabidi wakimbie na kuambia. Hali ikawa sio hali, kaka yule akawa kichaa mpaka akachukuliwa akapelekwa Mirembe. Kufika Mirembe huko unaambiwa anakuja akawa anafanya fujo na kuambia akawa anapigana, anafanya fujo, ni mtu wa kufungwa kitandani. Mwisho wa siku akasema mzigo wetu tunaombeni muuchukue, maana kila tunachofanya kiwezekana, na mtu mwenyewe amekuwa na nguvu za ajabu. Akawa amerudishwa nyumbani, ndio kichaa kaupa kichaa. Akawa sasa baada ya muda sasa ukichaa akaanza kujizuru yeye mwenyewe, anachukua mawe anajigonga nayo, akisoma ukutani anajigonga, akifanya hivi sijui mara kafanya hivi. Mwisho wa siku ile kaka unaambiwa alienda kadumbukia kwenye pipa la maji, wakamkuta huko amekufa, habari yake ikaishia hapo. Yule binti anakuambia roho ikawa inamsuta somehow, akawa anamwambia mama yake, mama, haya mambo yalomtokea kaka, wewe huoni kwamba haya mambo labda yanahusiana na yule binti? Akamwambia hamna bwana, kwani watu wote walioumwa kichaa walikutana na yule binti? Akamwambia hapana, ukichaa ni tofauti. Kichaa gani umemwona anaita Mary? Kichaa gani umeona anamwambia njoo nikupachue? Maana alikuwa akiita Mary, anambia Mary njoo tu. Kichaa gani alikuwa anafanya hivyo? Kwamba kuna mambo ya jamaa, akawa anakataa, anasema hapana, haiwezekani. My friend, wakazika, wakasahau. Wamekaa kama miaka 5, mama mtu akaanza na yeye anaanza kuita, anakaa tu, wewe Mary, hebu njoo uoshe vyombo hapa, hebu njoo uoshe vyombo, acha uvivu. Binti anashangaa Mary, maana unaambiwa baada ya lile jambo kutokea wakaachaga masuala ya wafanyakazi. Binti mtu anashangaa tena, mama Mary gani? Mbona mimi sielewi? Anaangalia kuna huko hamna. Mama mtu naye kaanza vile vile, kapita kwenye zile nyayo za mtoto wake. Kaenda mpaka akapata kichaa, kaenda sika pelekwa Mirembe mwenyewe, wakamtoa akamrudisha, naye kaanza kujipiga, kajizuru. Mwisho wa siku amekuja wamemkuta tu, maana walikuwa na kuna chumba chake walikuwa wanamfungia. Waliamka tu asubuhi akaenda kwa ajili ya kwenda kumpekea chakula, akamkuta mama kaa chini amekufa, habari yake kaishia hapo. Sasa miaka 4 imepita. Huu mwaka unaenda mwaka wa 5. Ndio huyo binti anakuambia anaogopa kwa sababu alikuwa pia alikatika ile jambo kuficha, kumsema yule binti, kumwambia kwamba hapana unamsingizia kakaangu, anakuambia yani yeye ndo alikuwa mstari wa mbele. Ndio anakuambia sasa hivi anaogopa kwa sababu hajui kitakachomtokea, kwa sababu yani akikaa sasa hivi ni kama anamuona yule binti, akikaa ni kama anamuona kaka yake, akikaa ni kama anamuona mama yake, yani ni kwamba kashaanza kuona mauzauza. Ndio anaomba msaada, jamani, kama kuna mtu ambaye anajua chochote kile cha kumsaidia anaomba msaada. Kwa sababu unaambia yule binti alikuwa tu mama yake, I think alipata mimba akiwa anafanya kazi za ndani, kwa hiyo yani alikuwa na binti yake tu, na baada ya binti yake kufariki akawa amekuwa yani hayuko sawa mpaka yeye mwenyewe akafa. Kwa hiyo yani ile familia ni kama ilifitikaga hivyo. Kwa hiyo hajui pa kwenda kuomba msamaha, hajui pa kwenda kufanya nini. Anakuambia sasa hivi kahama kutoka huo mkoa, yupo Dar huko anaishi maisha yake, lakini anakuambia hana amani kwa sababu huu ni unaoenda ni mwaka wa 5 sasa hivi, ambako naye anahisi yani kitakachomkuta kinaweza kikamkuta kikubwa kama kilichokuta ndugu zake. Ndio anaomba jamani, kama kuna mtu anajua jinsi ya kumshauri, kama kuna mtu ana msaada, kama kuna mtu ana chochote, anaomba jamani, kwa sababu hajui kitakachotokea kwenye maisha yake sasa hivi.
sina cha kumshauri, kila mtu anavuna alichokipanda.